Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, kutoka Jimbo Katoliki Same, hivi leo tumeshiriki adhimisho la misa takatifu ya Dominika ya 5 ya mwaka A wa kanisa katika kanisa la Yesu Mwenye Huruma, parokia ya Mwanga, Jimbo Katoliki Same, ambapo waamini wamealikwa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu ili waishi maisha yenye ushuhuda na mabadiliko chanya kwa jamii, wakihimizwa kulinda maadili mema, haki na upendo katika ulimwengu unaokumbwa na changamoto nyingi za kiroho na kimaadili. Ni kwa namna gani Mkristo anaweza kuwa nuru ama chumvi ya ulimwengu? Swali hili tumewauliza Wakristo mara baada ya adhimisho la misa takatifu. Misa ya leo tumeshirikishwa kuwa chumvi ya ulimwengu au nuru ya ulimwengu, kwamba tunatakiwa tuishi maisha ambayo yatakuwa yanavutia watu wengine, yana mafundisho kwa watu wengine. Watu wengine wakitazama mienendo yetu, ongea yetu, tembea yetu na kila jambo tunalolifanya liwe linamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa mtindo huo basi tuweze kuwa fundisho kwa wengine kwa kuwa chumvi, kwa maana chumvi inakoleza utamu katika chakula na nuru inaangazia walioko gizani ili wapate mwanga. Kwa hiyo kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu ni kutenda matendo ambayo tunaagizwa kwa kuzingatia amri za Mungu. Ni kweli leo tumeshirikishwa kuwa chumvi ya ulimwengu. Tunaweza kuwa chumvi ya ulimwengu katika namna nyingi, lakini katika maisha ya kawaida kuwa chumvi ya ulimwengu ni pamoja na kuwa na tabia njema, kuwepo hasa makazini, nyumbani, sehemu yoyote, kutenda haki, kuwa na upendo kwa wengine, kuwasaidia, kutoa msaada kwa watu wengine. Hii inasaidia kuwa chumvi kwa ulimwengu. Kwa upande mwingine pia waamini wamealikwa kuwa nuru ya ulimwengu kwa kuangaza kupitia matendo mema, maneno ya hekima na maisha yanayoakisi tabia ya Kikristo, kama anavyofafanua Padri Simon Shimbe wakati wa homilia yake kwenye adhimisho la misa hiyo. Chumvi hii tunayoalikwa leo inaleta ladha katika chakula, lakini hasa zaidi kulingana na ladha inayotakiwa kwa wakati fulani, kwa kitu fulani. Na ndio ilivyo katika maisha yetu. Atakayepika mboga ataweka chumvi kiasi fulani, atakayepika wali ataweka chumvi kiasi gani. Vinavyoletwa pamoja vinakamilisha ile furaha ya chakula kile. Sisi nasi tunayo ladha tofauti, lakini ni chumvi ile ile ambayo katika umoja wetu inakamilisha ule mlo kamili wa furaha ya kimungu katika maisha yetu. Ni namna gani tumeweza kushirikishana hizo vipawa vyetu vinavyodhihirisha ladha yetu katika maisha yetu ya kila siku? Ama tumekuwa chumvi inayofungiwa kabatini, subiri kesho. Tunaomba ushauri wako, subiri kesho. Tunaomba utusaidie kwa nguvu, tushike mkono kwa jambo fulani, subiri kesho. Nina matatizo, naomba ushauri, ninaomba msaada wako, subiri kesho, au fanya kwanza hiki alafu ndio tutafanya hilo lifuate. Ili chumvi iweze kudhihirika kwa wote inahitaji mwanga. Msifu Yesu Kristo. Jaribu kuongeza chumvi kwenye chakula gizani, utafukuza wageni. Jaribu hata kama ni ile ya kunyunyizia. Lazima maisha yetu yajae huo mwanga wa Kristo, na ndio maana Kristo anaunganisha haya. Uhai wa maisha yetu lazima uunganike, ujue ni wapi unaelekea, kwa Kristo mwenyewe. Na kuwa mwanga ndio hasa kuonyeshana njia. Nimeshajua mimi ni mkarimu. Ni namna gani tunasaidiana katika kutimiza wajibu wetu kama familia, kama jumuiya. Wito wa kuwa chumvi na nuru ni wito wa kuishi imani kwa uhalisia. Ni mwaliko wa kuleta mabadiliko, kuponya mioyo iliyojeruhiwa na kuonesha tumaini lililofifia.
Ulimwengu unahitaji sana ladha ya upendo wa Mungu na mwanga wa kweli, na waumini wamekumbushwa jukumu hilo hivi leo.